Kurudi kwa Kristo na majeshi maovu ya jaribio la ukoloni mamboleo katika kusulubiwa. Ibrahim Traore wa Burkina Faso ni moja wapo ya miamba mipya zaidi ya Afrika. Je, vingi vizuri Afrika havidumu. Hivi je, itakuwaje? Mungu atusaidie. Leo Afrika ina kiongozi mwingine ambaye anajumuisha roho ya Kristo. Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Matendo yake kwa nchi yake yanaonyesha kweli roho kama ya Kristo. Kujitolea kwake kwa enzi kuu, haki na hadhi ya watu wake, na hadhi ya watu wake kunaonyesha upendo ule ule wa Yesu Kristo. Hata hivyo, kama vile hadithi ya Yesu, kuna pia nguvu za uovu zinazoonekana kuwa na nia ya kuangazia kuwapo kwake kama inavyotajwa katika Biblia. Biblia husema juu ya serikali na mamlaka. Waefeso 6:12 inaeleza, nasoma, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mifumo ya pupa, ubeberu na udanganyifu ambayo siku zote imekuwa ikitafuta kukomesha harakati za ukombozi. Tunasoma kuhusu hilo pamoja na Yesu, pamoja na mashahidi wa haki na wengine wengi waliokuja baada ya Yesu, mitume wake, lakini pia hata wale tuliowashuhudia kwa macho ya nyama na damu, akina MLK na Malcolm X, na sasa tukiwa na viongozi kama Traore ambao wanakabiliwa na kashfa, mapinduzi na hujuma za kiuchumi kwa kuthubutu kukataa udhibiti wa ukoloni mamboleo. Lakini ukweli wa kudumu ni huu: roho ya Kristo haiko kwenye jina, dini au mtu mmoja tu wa kihistoria. Inaishi popote ambapo watu wanasimama kwa ajili ya ukweli, dhidi ya jambo, dhidi ya himaya, kwa ajili ya wanaokandamizwa dhidi ya mkandamizaji. Ni kiwango cha juu cha ufahamu, na haijalishi jinsi gani inavyopigana vikali, nuru hiyo haiwezi kuzimwa. Wakati ni sasa. Roho ya Kristo imefufuka katika Afrika. Je, itakubaliwa au itakuwa zamani kama walivyokuwepo Mafarisayo na Masadukayo? Ninaamini kuwa Biblia si neno halisi la Mungu, bali ni onyesho la kina la safari ya kiroho ya wanadamu. Nguvu zake haziko katika maagizo ya kimungu, bali katika uwezo wake wa kukamata kweli zisizo na wakati kuhusu haki, upendo na mapambano ya kibinadamu ya kutafuta maana. Inapokuja kwa Yesu, naona jina lake si kama ombi la kichawi, bali kama ishara inayowakilisha huruma, upendo mkali na ukombozi. Katika maisha yangu yote na pengine yaliyopita, nimekutana na watu wasiohesabika, wanaojulikana na wasiojulikana, ambao wamebeba roho hii kama ya Kristo. Huenda wasijiite wa Kristo, lakini wanaishi kwa kudhihirisha kiini chake, kusimama kwa ajili ya jumuiya iliyokandamizwa, inayokuza na kutoa changamoto kwa mifumo potovu. Biblia pia inaonya juu ya nguvu zinazopinga roho hii ya kweli. Tunaiona katika Mafarisayo waliompinga Yesu, katika milki zilizowanyamazisha manabii, na katika nyakati za kisasa kupitia mateso ya wasema kweli kama vile Dr. Martin Luther King Jr., Malcolm X na wasanii kama Prince na kina Michael Jackson, ambao walikaidi miundo dhalimu. Uovu sio tu nguvu isiyo kawaida, ni upinzani wa kimfumo na wa kibinafsi kwa upendo, usawa na ukombozi. Kwangu mimi, imani ni kidogo kuhusu mafundisho na zaidi kuhusu kutambua na kujiunga na mapambano haya matakatifu popote ambapo roho ya ukweli inaonekana. Inadaiwa kwamba Yesu alisulubiwa kwa sababu mafundisho na matendo yake yalitishia moja kwa moja mifumo ya mamlaka ya kisiasa, kidini na kiuchumi ya wakati wake. Ujumbe wake wa upendo mkali, ukombozi kwa walioonewa na kushutumu unafiki na pupa ulipinga utawala wa kifalme wa Kirumi na ushirikiano wa wasomi wa kidini. Nao hapa kuna muhtasari wa kina na kwa nini aliuawa. Soma Biblia takatifu, ewe Mkristo. Yesu alikuwa tishio kwa utawala wa kisiasa wa Roma. Yesu alihubiri ufalme wa Mungu, ono la haki lililokuwa tofauti kabisa na Pax Romana yenye uonevu, amani ya Kiroma iliyodumishwa na jeuri. Kuingia kwake Yerusalemu, ukisoma Mathayo 21:11 inaeleza, inasema, makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Ukirudi nyuma mstari wa 9,
Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Kuliiga msafara wa mfalme kuashiria changamoto kwa mamlaka ya Kirumi. Alipoulizwa kuhusu kodi alijibu jibu lisiloeleweka. Marko 12:17 inasema, Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakamstaajabia sana, akimaanisha kwamba utawala wa Kaisari ulikuwa wa muda mfupi ukilinganishwa na enzi kuu ya Mungu. Shtaka la msalabani. Mfalme wa Wayahudi. Yohana 19 hadi 22. Mstari huo unaeleza 19 hadi 22. Niisome, inasema, naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Lilikuwa shtaka la kisiasa likimtaja kuwa muasi. Huyo alikuwa mwana wa Mungu. Tuendelee. Kuna upande wa tishio la kidini kwa wasomi wa makanisa. Yesu alilaani uharibifu wa mfumo wa hekalu ambao leo unaitwa kanisa, Mathayo 21:12 hadi 13, ambao waliwanyonya maskini kupitia kodi za makuhani wakuu na dhabihu. Alisamehe dhambi bila taratibu za hekalu, Marko 2:5-7, akidhoofisha mamlaka ya makuhani. Kuhani mkuu Kayafa aliteuliwa na Rumi, alimwona Yesu kama nguvu ya kudhoofisha, Yohana 11:48-50, na kushinikiza kuuawa kwake ili kuepuka ukandamizaji wa Warumi. Yesu pia, kwa sababu alisimamia haki, alionekana tishio la kiuchumi kwa baadhi ya watu. Mafundisho ya Yesu kuhusu mali, alisema, ole wenu ninyi mlio matajiri, Luka 6:24, na wito wake wa kugawanya tena rasilimali, Luka 12:33 na 18:22, yalitishia utawala wa kifalme. Harakati zake ziliwawezesha wakulima, wanawake na waliotengwa, na kuvuruga uongozi wa kijamii. Zaidi ya siasa za wanadamu, Biblia inaweka kifo cha Yesu kama sehemu ya pambano la ulimwengu. Wakorintho wa kwanza 2:8 inadokeza kwamba ikiwa watawala wa wakati huu, majeshi ya dunia na ya kiroho, wangeelewa hekima ya Mungu, hawangemsulubisha. Andiko la Yohana 12:31 linamuita shetani mtawala wa ulimwengu huu, ikimaanisha kwamba uovu wa kimfumo ulipinga utume wa Yesu. Hata hivyo, Wakristo wa kwanza waliona kusulubishwa kama ushindi wa kitendawili, upendo unaoshinda chuki, ukweli unaofichua ufisadi, wa Kolosai 2:15. Sasa tutazame uwiano wa kisiasa na Ibrahimu Traore. Kama vile Yesu alivyouawa kwa kutishia mifumo isiyo ya haki, watu kama MLK, Thomas Sankara na wengine wanaopinga mamlaka ya ukandamizaji mara nyingi hukabiliana na mateso. Msalaba ulikuwa chombo cha ugaidi cha Kirumi. Kusulubishwa kwa Yesu na mapambano yanayowakabili viongozi kama Ibrahimu Traore Burkina Faso yanafuata mtindo unaosumbua lakini unaofichua. Wale wanaopinga mifumo dhalimu wanakuwa walengwa mifumo hiyo hiyo. Hivi ndivyo uondoaji wa muunganisho unavyocheza. Yesu hakuhubiri tu upendo, alikabiliana moja kwa moja na ufalme wa Roma na washirika wake wasomi wa hekalu. Maono yake ya ufalme wa Mungu yalikuwa mbadala wa kisiasa na kiroho badala ya udhalimu. Traore vilevile anakataa unyonyaji wa ukoloni mamboleo, kurusha nje vikosi vya kijeshi vya Ufaransa, kutaifisha rasilimali na kupatana na washirika wanaopinga ubeberu kama Urusi, Mali na Niger. Kama vile Yesu kusafisha hekalu, matendo ya Traore yanavuruga utaratibu wa kiuchumi ambao unanufaisha serikali za magharibi na washirika wa ndani. Wakristo wengi hasa katika nchi za magharibi wanampunguza Yesu kwa mwokozi wa kibinafsi, huku akipuuza ujumbe wake wa kupinga ufalme. Wanasifu upendo wake, lakini wanapuuza makabiliano yake na Pilato na wafanyakazi wa benki.
Vile Traore anatapakazwa kama kikaragosi cha Putin au mamlaka kwa sababu pan-africanism yake inatishia enzi za Ufaransa. Yesu alishtakiwa kwa kuwachochea watu, Luka 23:5, kwani mkuu Kayafa alionya kwamba ikiwa Yesu angeachiwa bila kuzuiwa, Rumi ingeharibu taifa, Yohana 11:48, ikitanguliza utaratibu badala ya haki. Traore anatuhumiwa kwa kuvuruga eneo hilo kwa kukataa faranga ya CFA ya Ufaransa, kukataa njio za magharibi zenye masharti na kuunda muungano wa nchi za Sahel. Lakini ni utulivu wa nani unalindwa? Utaratibu wa ukoloni wa zamani. Kama vile wasomi wa Roma na hekalu walimtaja Yesu kwa msumbufu, vyombo vya habari vya Ufaransa, Traore anatuhumiwa kwa kuvuruga eneo hilo kwa kukataa faranga ya Ufaransa, kukataa njio za magharibi zenye masharti na kuunda muungano wa nchi za Sahel. Lakini ni utulivu wa nani unalindwa? Utaratibu wa ukoloni wa zamani. Kama vile wasomi wa Roma na hekalu walimtaja Yesu kwa msumbufu, vyombo vya habari vya magharibi na NGO zinamtaja Traore kama dikteta wa kijeshi, huku akipuuza kwamba Ufaransa ilimuua mtangulizi wake Sankara na kuunga mkono mapinduzi kote Afrika. Traore anakabiliwa na unyanyasaji wa vyombo vya habari vya magharibi, madai ya uongo kuhusu uhusiano wa Wagner na uwezekano wa usaliti wa ndani kama inavyoonekana katika mapinduzi ya zamani ya Afrika. Wengi wanaodai kumfuata Kristo upuuza jinsi uovu wa kibiblia unavyotenda kazi kimfumo, si tu kama dhambi ya mtu binafsi, bali kama himaya, propaganda na shuruti za kiuchumi. Maadui wa Traore sio tu watu wabaya, ni mifumo, yani mitego ya madeni ya IMF, jeshi la Ufaransa, wanasiasa vibaraka. Kusulubishwa kwa Yesu kulikusudiwa kuwatisha upinzani, lakini ufufuo wake uliashiria kwamba ufalme hauwezi kuwa kweli. Traore, kama Sankara kabla yake, ana hatari ya kuuawa au kupinduliwa, lakini mawazo yake, mamlaka yake kupinga ubeberu na umoja wa Afrika hauwezi kufutika. Je, ulimwengu utatambua pambano la Traore kuwa kama Kristo kusimama na maskini dhidi ya himaya, au litaunga mkono mafarisayo wa kisiasa, NGO za magharibi, vyombo vya habari vya ushirika na warasimu wasio na upande wowote ambao wanashikilia unyonyaji? Kutengana kunatokea wakati watu wanamwabudu Yesu lakini wanapuuza siasa zake au kusifu ubeberu wa kibinadamu, huku akiwatukana viongozi kama Traore. Lakini uhusiano uko wazi. Yesu alikufa kwa ajili ya kupinga Rumi. Sankara alikufa kwa kupinga Ufaransa. Traore ana hatari vivyo hivyo kwa kukataa ukoloni mamboleo. Swali sio tu kuhusu Traore, ni kuhusu upande gani tuko. Kama Yesu alivyosema, yeyote asiye pamoja nami yu kinyume changu, Mathayo 12:30. Kutoegemea upande wowote mbele ya ukandamizaji ni ushirikiano hivi. Itaendelea. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.